Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Niseme kwa namna moja ama nyingine, matukio ya Oktoba 29 bado yapo kwenye vichwa vya Watanzania, kila moja na kumbukumbu ya kile kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Tuseme baada ya uchaguzi tumeshuhudia matukio yaliyotokea Tanzania, vijana wa Kitanzania wakiuawa, na mpaka sasa tume ya kuchunguza bado haijatoa ripoti rasmi ikiwa mpaka sasa idadi kamili ya Watanzania waliouawa au kupoteza maisha bado haijulikani. Sasa matukio haya ya Oktoba 29 ambayo kwa namna moja ama nyingine yalikuwa ni tishio kubwa sana, LHRC wametoa ripoti nzima bila woga, wamekuja na mapendekezo mazito mno, ambapo leo tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 Kituo cha Haki za Binadamu kimezindua rasmi ripoti ya matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu yaliyotokea mwaka 2025, huku matukio ya mauaji yaliyotokea Tanzania wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 yakiripotiwa kuwa ni matukio ya kutisha zaidi na kusababisha matamko ya kukemea kutolewa kila kona ya dunia. Aidha, shirika hilo, Kituo cha Haki za Binadamu Tanzania, wamebainisha matukio ya kufungiwa kwa kanisa la Askofu Josephat Gwajima, lakini pia kufungiwa kwa chama cha Chadema, Tundu Lissu kukamatwa, matukio ya utekaji na upotezwaji wa raia kumeongeza hali ya hatari kwa demokrasia nchini Tanzania. Moja kwa moja nitakusomea hapa mwanzo mwisho kile ambacho kimeandikwa kwenye ripoti yao ambayo imetolewa siku ya leo. Uzinduzi wa ripoti ya haki za binadamu Tanzania mwaka 2025. Taarifa kwa vyombo vya habari. Siku ya tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC kwa kushirikiana na shirika la Zanzibar Fighting Against Youth Challenges Organization kimezindua rasmi ripoti ya haki za binadamu Tanzania ya mwaka 2025. Ripoti hii ni chapisho kuu la kila mwaka la LHRC linalotathmini hali ya haki za binadamu nchini Tanzania kwa pande zote za Tanzania bara na Zanzibar. Ripoti ya mwaka 2025 imeandaliwa kwa kutumia data na taarifa zilizokusanywa kupitia programu za LHRC za uangalizi wa haki za binadamu na msaada wa kisheria, pamoja na vyanzo vingine vya kuaminika ikiwemo taasisi za kiserikali, vyombo vya usimamizi, asasi za kiraia na vyombo vya habari. Ripoti hii inatoa uchambuzi mpana wa matukio na masuala mbalimbali yanayoathiri haki za kiraia na kisiasa, haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, huku ikibainisha changamoto za kimuundo na masuala mapya ya haki za binadamu. Zima ya ripoti ya mwaka huu ni machafuko ya Oktoba mwaka 2025, doa kubwa kwenye haki za binadamu, ikionyesha athari kubwa za matukio ya kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwenye haki za binadamu nchini. Ripoti inaonyesha kuwa kwa ujumla hali ya haki za binadamu nchini ilidorora kwa kiwango kikubwa mwaka 2025, hasa kutokana na ongezeko la ukiukwaji wa haki za kiraia na kisiasa, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya uhuru na usalama binafsi, haki ya usawa mbele ya sheria, pamoja na uhuru wa kujieleza, kukusanyika na kushiriki katika shughuli za kisiasa. Miongoni mwa matukio makubwa yaliyoainishwa katika ripoti hii ni machafuko yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 mwezi Oktoba, ambapo matukio ya mauaji, majeruhi na ukamataji kinyume na sheria yaliripotiwa kwa wingi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Matukio haya yaliibua hisia na wasiwasi mkubwa kuhusu ulinzi wa haki za msingi za binadamu, ikiwemo haki ya kuishi na haki ya kukusanyika kwa amani.
Ripoti pia inaonyesha ongezeko la matukio ya utekaji na upotezaji wa watu ambapo LHRC ilikusanya matukio 80 mwaka 2025 yakihusisha wanasiasa, wanahabari na wananchi wa kawaida. Aidha, kulikuwa na ukiukwaji wa haki za kidigitali ikiwemo kupitia uminyaji na uzimaji wa internet na upatikanaji wa majukwaa ya mtandaoni wakati wa kipindi cha uchaguzi, hali iliyozoofisha uhuru wa kujieleza na upatikanaji wa taarifa. Vile ukatili dhidi ya wanawake na watoto ukiendelea kuwa changamoto kubwa, huku watoto wakiwa waathirika wakuu wa ukiukwaji wa haki za binadamu kwa ujumla. Ukatili wa kijinsia, mila potofu na changamoto katika upatikanaji wa haki vinaendelea kuzoofisha ulinzi wa makundi haya ya wanawake na watoto pamoja na makundi mengine maalum. Ripoti inaangazia pia changamoto katika upatikanaji wa haki ikiwemo ukamataji holela, ucheleweshwaji wa mashauri na vikwazo katika upatikanaji wa msaada wa kisheria. Aidha, changamoto katika upatikanaji wa huduma bora za afya zikiendelea kujitokeza ikiwemo upungufu wa wafanyakazi na vifaa tiba. Machafuko ya Oktoba mwaka 2025 pia yaliathiri upatikanaji wa huduma hii muhimu, hasa baada ya amri ya kutoka nje kutolewa. Hali kadhalika, ripoti inaonyesha kuendelea kwa kuminywa kwa nafasi ya kiraia ikiwa ni pamoja na vikwazo kwa uhuru wa vyombo vya habari, kuongezeka kwa udhibiti wa wanahabari na vikwazo katika uhuru wa kujieleza na kukusanyika. Pamoja na changamoto hizo, ripoti pia inatambua masuala chanya yaliyotokea mwaka 2025 ikiwemo kupitishwa kwa sera ya taifa ya haki jinai, uamuzi wa kihistoria kuhusu uwezo wa mtu binafsi au asasi ya kiraia kufungua kesi mkakati, kesi za kikatiba zenye maslahi ya umma, pamoja na jitihada za serikali katika kuwawezesha wananchi kiuchumi. Kupitia ripoti hii, LHRC inatoa wito kwa serikali na wadau wote kuchukua hatua za haraka, madhubuti na za kimkakati ili kuimarisha ulinzi wa haki za kibinadamu. Mapendekezo muhimu ni pamoja na: moja, kufanya uchaguzi huru na wa wazi na kwa muda maalum kuhusu matukio yote ya mauaji, utekaji na upoteaji wa watu yaliyoripotiwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Jambo la pili, kuimarisha uwajibikaji wa vyombo vya dola ikiwemo kupitia kuanzisha chombo huru cha kiraia cha kusimamia utendaji wa maafisa wa vyombo hivyo. Jambo la tatu, kuongeza juhudi za kuzuia na kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto ikiwemo kupitia kupanua huduma za msaada wa kisheria na kisaikolojia. Jambo la nne, kufanya maboresho ya kisheria na kisera ili kulinda uhuru wa kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari na haki za kidigitali. Jambo la tano, kuimarisha ulinzi kwa watu wenye ulemavu na makundi mengine yaliyo katika mazingira hatarishi. Na jambo la mwisho, kukuza ushirikiano kati ya serikali, asasi za kiraia na wadau wa maendeleo ili kuimarisha utawala bora na uwajibikaji. LHRC inaendelea kusisitiza dhamira yake ya kukuza na kulinda haki za binadamu nchini Tanzania na inatoa wito kwa wadau wote kushirikiana katika kushughulikia changamoto zilizobainishwa katika ripoti hii kwa lengo la kujenga jamii yenye haki, usawa na uwajibikaji. Dr. Anna Henga, wakili mkurugenzi Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, akiwa amesaini ripoti hii ambayo imetolewa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania. Kwa kina zaidi, ripoti ya mwaka 2025 ikigusia mambo mbalimbali, lakini pia matukio ya vurugu za Oktoba 29 mwaka jana.
Ni wakati wako kutochea maoni yako hapa kwa hiki ambacho kimeandikwa kupitia ripoti hii, ambapo ripoti hii inatoa taswira pana ya matukio na masuala yanayoathiri haki za kiraia na kisiasa pamoja na haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Vile inaibua changamoto za kimuundo zinazoendelea kuathiri utekelezaji wa haki za binadamu, sambamba na kuangazia masuala mapya yanayojitokeza katika uwanja wa haki za binadamu nchini. Tuachie maoni yako na endelea pia kutufuatilia zaidi kwa kina, lakini pia chochote katika ripoti hii share na sisi kupitia comment section.